mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ibada ya Ijumaa Kuu. Ujumbe wa haki, amani, watawala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Nukuu ya viongozi mbalimbali wa dini akiwemo Askofu Benson Bagonza, Askofu Mkuu Isaac Amani, Askofu Liberatus Sangu, Askofu Dr. Cyprian Hilinti, Askofu Jacob Mameo Ole Pauko pamoja na Askofu Mkuu Renatus Mkwande. Nukuu zao zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Tukianza na nukuu ya Askofu Benson Bagonza, anasema serikali yetu isigeuzwe kuwa gulio kuuza na kununua haki za wanyonge. Tunaalikwa kuwa chachu ya haki iletayo amani katika taifa letu. Haki inatosha kuleta na kutunza amani, alisema Askofu Bagonza. Askofu Mkuu Isaac Amani yeye anasema tuhakikishe tunalinda amani yetu, tuweke chombo watu wazungumze, ndivyo Mungu anavyoonekana katika uchaguzi. Tusichezee amani tulionayo, ikiondoka hakuna hata mmoja atakayenufaika. Askofu Liberatus Sangu nukuu yake anasema tuzilinde, tuziimarishe familia zetu, tuondoe ubinafsi ili kuepusha ndoa kuvunjika, kwani ndoa nyingi zinavunjika kutokana na ubinafsi. Tusimamie imara suala hili ili kuendelea kuwa wamoja na wenye upendo, alisema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Nukuu za maaskofu wengine pia zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe. Nipashe limeandika taharuki ibuka mitandaoni, Lissu kutoonekana keko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kanuni za uchaguzi rasmi kuanza kutumika, habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika makada 423 ACT wajitosa kuwania ubunge wakilishi, habari katika ukurasa wa 4. Wastaafu wa soko Kariakoo kulipwa madeni milioni 306, habari katika ukurasa wa 5. Dr. Mwinyi asisitiza mabalozi diplomasia ya uchumi, habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele michezo limeandika Van Dijk ataja sababu za kusaini tena Liverpool, habari katika ukurasa wa 22. Gazeti limeandika Simba yaitisha Stellenbosch, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii.